mbulisho. Yaani mlimapproach vipi mpaka Ibenge akazikacha Simba akaja kwenu? Hilo la kwanza. La pili, wasikilizaji hapa wanatusikiliza. Wengi walishaaminishwa kwamba Manula amekwisha. Kaoza. Lakini mimi binafsi ni mtu ambaye nimeshangazwa na performance katika ile mechi ya marudiano na Wydad. Hadi official page za CAF walipost. Yangu ni haya. Okay, Jean Florent Ibenge, baba mkwe. Safari ya Ibenge haikuwa rahisi sana ndani ya Azam FC. Inawezekana watu wakawa wameona kwamba amekuja tu akahisi kwamba pengine alikuwa lose tu, na anajua kwamba mashabiki wengi wanajua kwamba Tanzania kuna klabu kubwa hizi za kongwe, niseme kubwa, klabu kongwe za Simba na Yanga, kwamba obvious angekuja kwenye hizo club kwa sababu na wao walishafanya hizo approach. Hayo ni maneno ya mwalimu mwenyewe. Lakini yeye alichagua kuja Azam FC baada ya kuwa ameshare project yake ambayo walishare na wamiliki wa team, walishare na viongozi, wakaafiki kwamba hiki kitu kinawezekana na tutakupa huo muda ambao unataka kuona unatekeleza, tutakupa hayo mahitaji yako ambao unataka. Alitamani kuwa sehemu ambayo anaweza kusikilizwa na ni Azam FC. Lakini kabla ya hapo tulishafanya approach zaidi ya misimu 4 nyuma. Kila msimu tunakumbushana akiwa Al Hilal, mzee unasemaje? Mimi subiri kidogo unajua, subiri kidogo unajua, mpaka ambako mkataba wake na Al Hilal ulisitishwa. Mzee timu sasa hivi tunafanyeje? Mimi bado unajua, ngojeni kwanza. Mzee akawa yuko na familia na nini.